Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Sababu 9 zinazopelekea watu kuoa watu wasio sahihi kwao: kutojitambua na kutojifahamu, lack of self understanding. Kuna watu wasiojitambua wala kujielewa vizuri, hivyo huchagua wenza wasioendana na maadili na mahitaji yao. Kufanya maamuzi ya haraka, rushing decision making. Kufanya maamuzi haraka bila kutafakari vya kutosha, au kumuelewa vyema mwenzi wako ambaye anaweza kutokuwa sahihi kwako kwa ajili ya mahusiano ya muda mrefu. Msukumo kutoka nje, external pressures. Jamii ama mategemeo ya kifamilia vinaweza kumsukuma mtu kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye hawaendani au asiyemfaa kwa ajili ya mahusiano ya kuzama kwenye matazamio au matamanio mazito. Upendo, kuchanganyana au kuchanganya kati ya mazito na upendo wa kweli kunaweza mpenzi kwa kuangalia vigezo vya hovyo hovyo tu badala ya kutengeneza zaidi ufahamu na upatano. Kupotezea viashiria vya hatari, ignoring red flag. Kupotezea viashiria vya tahadhari au kudharau tofauti kati ya mambo muhimu. Namna ya kuwasiliana au malengo ya muda mrefu yanaweza kuolewa na mtu asiye sahihi. Matarajio ya kusadikika. Kuweka malengo ya juu yasiyo halisi kwa mpenzi wako au ndoa kunaweza kupelekea kutofurahia au kukatishwa tamaa pale ambapo maisha halisi hayafikii mategemeo yao. Kuogopa kukaa mwenyewe, fear being alone. Hofu ya kuwa mpweke inaweza kuwasukuma watu kuchagua mwenza kwa sababu ya urahisi kuliko kuchagua mwenza mwenye upatano kwenye maisha. Mawasiliano yasiyokamilika, incompletion au incomplete communication. Mawasiliano yasiyokuwa ya kutosha kuhusu ile mambo ya kifedha, mipango ya uzazi, malengo binafsi kunaweza kupelekea kutoelewana na majuto baadaye kwenye ndoa. Kubadilika kwa vipaumbele, change in priority. Watu hubadilika na muda, na vipaumbele vinapobadilika pamoja na kukua kama mtu binafsi kunaweza kupelekea wenza waliokuwa wakipatana awali kubaini kuwa walioana au walioolewa na mtu asiyekuwa sahihi. Basi kwa haya machache naomba niishie hapa. Usisahau kusubscribe page yangu ili uendelee kupata darasa zaidi na zaidi. Asante.